ili kulinda tabia mtoto isiharibike. Kwa hiyo wazazi wana nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto unaweza kutenda yaliyo makuu, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kufanya yaliyo magumu. Yesu, unaweza, unaweza, unaweza kufanya Bwana, unaweza kutenda nimekuona Bwana yaliyo makubwa, unaweza ninakuamini Bwana, unaweza kufanya Yesu, unaweza kutenda yaliyo makubwa, najua Bwana unaweza nimekuja mbele zako ninasema unaweza kufanya, unaweza kutenda yaliyo makubwa, unaweza zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tuwazavyo, unaweza kufanya, unaweza Yesu, zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tuwazavyo, unaweza kufanya, unaweza zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tuwazavyo, unaweza kufanya, unaweza Yeshua, zaidi ya tuwazavyo, zaidi ya tuwazavyo, unaweza kufanya, Bwana, unaweza Bwana, tunakuamini Bwana, unaweza zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tuwazavyo, unaweza
Asante Bwana because you can do kwa sababu unaweza kufanya more than we are thinking of, zaidi ya kile more tunachokifikiria, than we are praying, zaidi ya tuombavyo, because of your love, kwa sababu ya upendo wako, because of your grace, kwa sababu ya neema and yako, because of your covenant with us. kwa sababu ya agano lako na We sisi. thank you for this wonderful morning. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Bless it, Lord, Libariki e as we Bwana, are going to hear it. tunapoenda kulisikia. Holy Spirit, welcome you Roho Mtakatifu to tunakukaribisha guide us, kutuongoza, to instruct us, kutuelekeza and to make it live na kuifanya liishi in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Amen and amen. Amina na You amina. can give the Lord a clap offering. Unaweza ukampigia Yesu makofi. Mungu abariki praise and worship team. May God bless you, praise and worship team. Nina neno fupi sana I have a short word kwa habari ya maombi tulioanza. about the prayers we have started. Nikasikia ndani ya nilikuwa nimeandaa ujumbe mwingine kuhusu maombi, I was preparing another message about prayers, lakini nilipofika juzi ndani ya moyo wangu nikasukumwa kuandaa kitu but I kingine, felt inside me to prepare another thing. na naamini ndo hicho ambacho Mungu anataka tukisikie. And I believe that's what God wants us to hear. Nikasikia mtu mmoja akisema I heard a certain person say, neno la Mungu limegawanyika katika sehemu tatu. the word of God is divided in 3 parts. Neno la Mungu ni ahadi kwa ajili yetu, The word of God is a promise for us, lakini neno la Mungu ni prophecies kwa ajili yetu, lakini pia neno la Mungu ni unabii kwetu. lakini neno la Mungu ni instructions and principles to our life. Neno la Mungu ni maelekezo na kanuni kwenye maisha yetu. Na leo nataka tuzungumze kwa habari ya principles. Neno la Mungu kama principle and instructions to our life. Leo nataka tuzungumze kama neno la Mungu kama kanuni na You maelekezo. cannot receive the promise Hauwezi ukapokea ahadi if you have not listened to the instructions. kama hujasikiliza maelekezo. If you have not live according to the principle, Kama haujaishi sawasawa na kanuni, you cannot see hauwezi the kuona manifestation of God in your life. udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako. Mwambie leo tunapokea maelekezo kutoka kwenye neno la Mungu. Tell your neighbor, today we are receiving instructions from the word of God. Nikajua ya kwamba tuna mwezi mzima wa kuomba. And I knew that we have a whole month to pray. Na nikutakie heri ya mwaka And mpya. let me wish you a happy new year. Mungu akubariki sana. May God bless you so much. Tunashukuru kwa wishes zote. We thank for all the Na wishes. za birthday Mungu abariki. And of the birthday, may God bless you. Lakini pia Mungu ametupa neema But also God has given us grace ya kuanza maombi kwa to pamoja. start prayers together. Na najua kila mtu anataka ajibiwe maombi. And I know everyone wants to be answered their prayers. Na mimi nataka maombi yangu yajibiwe. And I also want my prayers to be Nataka answered. nimsikie Mungu akisema I nami. want to hear God speaking to Na me. kila mmoja hapa anataka asikie Mungu akisema And nami. every one of us wants God to speak to them. Lakini hebu tuangalie principles and instructions from the word of God. But let us look kanuni na maelekezo kutoka kwenye neno la Mungu, tu yajibiwe. so that our prayers should be Ili tuone answers. Mungu akitimiza ahadi zake kwenye maisha So that we may yetu. see God fulfilling his promises into our lives. Na neno langu ujumbe wa leo Today's message, nimeupa kichwa cha habari a new beginning with God. I've given it a title, Mwanzo mpya na Mungu. A new beginning with God. Mwanzo mpya na Mungu. Mwambie jirani yako a new beginning with God. Tell your neighbor, mwanzo mpya na Mungu. Why? Kwa nini? Why should we have a new beginning with God? Kwa nini uwe na mwanzo mpya na Mungu? Because Kwa sababu God is of a new beginning. Mungu yeye ni wa mwanzo mpya. God has got new beginnings. Mungu ana mwanzo mpya. Hallelujah. Hallelujah. And we can trace this from the Bible. Na tunaweza tukalipata hili katika Biblia. He created the earth. Aliumba dunia. Hallelujah. Hallelujah. He created a new earth. Aliumba dunia mpya. Maana Biblia inasema Because the Bible says, hapo mwanzo dunia ilikuwa ukiwa, in the beginning the earth was tena quiet, ilikuwa na giza, and it was dark, tena ilikuwa tupu. and it was empty. Na wanatheolojia wanasema kwamba And theologians say that huwa ilikuwa ni dunia ya kwanza ambayo Mungu aliumba. it was the first earth that God created. Lakini kwa sababu ibilisi alitupwa chini, But because Satan was thrown down, akaharibu dunia. Sababu
sababu Mungu alikusudia But because God had purposed duniani mwanadamu aishi, for a man to live on this earth, asingeweza kuishi katika dunia ambayo ilikuwa in chaos, he could not have lived in the world that was in chaos, ambayo ilikuwa na giza, that was in darkness, ambayo ilikuwa na ukiwa, that was empty, ambayo ilikuwa imeharibiwa na that shetani. was destroyed by the Satan. So he created the Kwa hiyo world. aliumba dunia. He had a new beginning. Alikuwa na mwanzo mpya. Hallelujah. Hallelujah. He can trace from the Bible. Tunaweza tukapata kutoka kwenye Hata Biblia. kwa baada ya gharika, Even after the floods, Mungu alicreate another thing. Mungu aliumba kitu kipya. So it is the character of God. Kwa hiyo ni tabia ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. To create things. Kuumba vitu. To have new things. Kuwa na vitu To vipya. have new beginnings. Kuwa na mwanzo mpya. He never changed. Habadiliki. He's the same yesterday and forever. Yeye ni yeye yule jana na But he milele. has a new way of doing things. Lakini ana namna mpya ya He kufanya has new vitu. beginnings. Ana mwanzo mpya. Hallelujah. Yeye Hallelujah. habadiliki. He never Lakini changed. kila alichokiumba, But everything he has kwa maana created, mbingu ziko chini yake, because the heavens are under dunia him, iko chini yake, the earth is under na him, kila alichokiumba and everything he has created, anaweza akakibadilisha. he can change it. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Ndio maana Lord. tunasema a God of new beginning. That's why we say Mungu wa mwanzo mpya. Na nataka tuwe na new beginning in your life. And I want you uwe na mwanzo mpya kwenye maisha yako. Tunapoanza 2025, When we start 2025, new year, mwaka mpya, mwambie Mungu tell God kama we binafsi, individually. tumwambie Mungu kama kanisa, Let us tell God as a church. tumwambie Mungu kama idara, Let us tell God as tumwambie departments. Mungu kama vikundi Let us tell God as groups ndani ya kanisa inside the church ambao tunawekwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. that have been put to serve God. Tumwambie Mungu kama Let familia, us tell God as a tumwambie family. Mungu kama wanandoa, Let us tell God as married people. tumwambie Mungu kwenye kazi Let zetu. us tell God in our works Kuwe na mwanzo mpya, that you should have a new beginning, kuwe na mwanzo that there mpya. should be a new Mwambie jirani beginning. yako mwanzo Tell your mpya. neighbor a new beginning. Mwambie mwenzako mwanzo Tell your mpya. neighbor a new beginning. Hallelujah. Hallelujah. Mwanzo A mpya. new beginning. Mwambie it doesn't matter. Tell your neighbor haijalishi. Therefore it is a word of instruction, Hilo ni neno la but maelekezo, also a word of encouragement. lakini ni neno la kukutia moyo. Haijalishi mwaka uliopita mambo yalikuwa. It doesn't matter what happened in past year. Labda your life was in shambles. Labda maisha yako yalikuwa katika Maybe there were uangaifu. setbacks in your life. Labda kulikuwa na vikwazo Maybe kwenye there maisha were yako. setbacks in your business. Labda kulikuwa kuna vikwazo kwenye Maybe there were biashara. failure in your business. Labda kulikuwa na kushindwa kwenye Maybe there was biashara. setback in your ministry. Labda kulikuwa kuna vikwazo kwenye huduma. Hallelujah. Hallelujah. There are turmoil in your marriage. Kuna shida kwenye There was ndoa. turmoil in your family. Kuna shida kwenye familia. But there is a new beginning. Lakini kuna mwanzo mpya. Hallelujah. Hallelujah. If you agree, Kama if ukikubali, you are ready, kama uko God tayari, has a new beginning. Mungu ana mwanzo mpya. God has a new beginning. Mungu ana mwanzo Mwambie mpya. jirani yako Mungu ana mwanzo Tell your mpya. neighbor God has a new beginning. Usiogope. Do not Na fear. ndio And maana that is why tukawaambia mwaka we mpya told you on ya kwamba Mungu overnight atafanya jambo that jipya. God will do something There is new. a new beginning. Kuna mwanzo Mwambie mpya. jirani yako kuna mwanzo Tell your mpya. neighbor there is a new beginning. Tukisoma katika kile kitabu cha Ezekiel, When you read in the book of Ezekiel, maandiko yetu yatakuwa hapo. our scriptures will be there. Katika kile kitabu cha Ezekiel, In the book of Ezekiel, naomba kwa kuelewa vizuri to understand well, tuanze kusoma kuanzia ule mstari wa 16, chapter 36. sura ya 36 mstari wa 16. Japo ujumbe wangu hautakuwa kwenye mistari yote, lakini kwa kuelewa ninachozungumza, For you to understand what I speak, tuanzie mstari wa 16, mtu mmoja asome vizuri. Nasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nyumba ya Israeli walipokaa katika nchi yao wenyewe, waliitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Njia yao mbele zangu ilikuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi, na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Nikawatawanya katika mataifa, wakatapanyika katika nchi nyingi kwa kadiri ya njia yao na kwa kadiri ya matendo yao, na aliwahukumu.
Nao walipoyafikiria mataifa yale walioyaendea, walilitia unajisi jina langu takatifu, kwa kuwa watu waliwanena wakisema, watu hawa ni watu wa Bwana, nao wametoka katika nchi yake. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nilisema kwamba neno la Mungu I say that the word of ni God instructions and principles. ni maelekezo na kanuni. Sababu mojawapo One of the reasons tunaweza tukawa na setbacks we can have ni vikwazo kwa sababu ya mahusiano yetu na Mungu. is because of a relationship with God. Mahusiano yetu na Mungu, Our relationship with God, mahusiano yako na Mungu, your relationship with ushirika God, wako na Mungu, your fellowship with God, usipokuwa mzuri, if it won't be well, haleluya, hallelujah. kwa maana maisha ya wokovu ni safari. Because the life of salvation is a journey. Wokovu ni maisha ya kila siku. Salvation is our daily life. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Tangu ulivookoka, Since you were born again, tangu tulivookoka, since we were born again, tulianza maisha we started a na life Bwana Yesu. with Jesus. Na hayo maisha And that ni life, maisha ya mahusiano, it is the life of ya relationship, kutembea naye kila to siku. walk with Him every day. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name Ndivyo of the Lord. ilivyokuwa kwa wana wa That is Israeli. how it was to Israelites. Aliwachagua He chose them atembee to nao, walk with them liwe taifa lake takatifu, so that it could be His holy wawe ni nation, watu wa miliki to be yake. the people of His possessions. Na sisi pia Mungu amekuchagua, And to us also, God has Mungu chosen you. amekuokoa God has saved ili you atembee na so that wewe, He may walk with ili you, wewe na yeye So- muwe mtu na Mungu, so that you and Him to be the lakini person si and mtu God, na Mungu. and not a person with God. Mahusiano haya yaimarike, That this relationship should be yasiwe tu strong, Mungu na mwanaye, not to be a God with His iwe child, Mungu na rafiki. but God with a friend. Kwa maana Biblia inasema, Because the Bible Mungu says, akasema, God said, niache kumwambia Ibrahim, alimwita rafiki. He called Abraham a friend, Ina maana yalikuwa ni mahusiano ya karibu sana, meaning that it was a close yaliyoendelea relationship kudumishwa. that kept on being strengthened. Na Yesu akawaambia, And Jesus told them, siwaiti tena ni I'm watumwa, not calling you slaves, bali nyie ni rafiki, but you are friends, kwa maana mnayajua because you know yale ambayo which ninataka myafanye. I want you to do. Kwa hiyo mahusiano yetu na Mungu, So our relationship with God, safari yetu ya mahusiano, our journey of safari relationship, yetu ya wokovu, our journey of ni safari ya salvation mahusiano na Mungu, is the journey of relationship ambayo with ni God endelevu. that proceeds every day. Najua, lakini naanza tena nikuambie, I know you know, but I'm beginning kwa to maana tell you kuna again, wengine hatukumbuki because others we do ya not kwamba ni remember mahusiano endelevu. that a continuous relationship, Wokovu ni mahusiano, salvation is a wewe na relationship, Mungu ambayo ni endelevu, you with God which is yanayoendelea continuous, kujengwa, that keeps on being established, yanayoendelea kudumishwa, that keeps on being yanayoendelea strengthened, kuimarika, that keeps on being strengthened. yanaimarika kiasi ambacho They are being strengthened in a point inafika that mahali you reach in a point Mungu asikuiti tu wewe ni mtoto God wake, does not call you His child, akuite wewe ni and He rafiki. calls you His Ni kwa friend, sababu umedumisha mahusiano yako, because you have ni strengthened kwa your sababu friendship, nimedumisha mahusiano you have yangu strengthened your na relationship, kuendelea and to kuyaimarisha keep on strengthening mpaka it. afike mahali Mungu aseme wewe ni rafiki. Even He reaches a point God calls you His Hayo ndio friend. makusudi ya Mungu That is the purpose of kwa God kanisa lake. to His church. Hayo ndio mahusiano ya Mungu, That is hayo a- ndio makusudi ya Mungu That is the intention of kwa God watu wake, to His people. na hayo ndio yalikuwa makusudi ya Mungu And that was the kwa purpose of taifa God la Israeli. to the Israelites. Lakini walipoacha kutembea na Mungu, But when they stopped walking with Him, walipoacha kusikiliza When they stopped maagizo na kanuni, hearing instructions and mahusiano yao na principles, Mungu their relationship with God, yaliingia dosari. they entered into Na bad ndio things. maana akasema aliwaacha wakatawanyishwa, And that- wakachukuliwa wakawa watumwa And that's why He said He left them to be slaves katika nchi ya ugeni. in a new land. He scattered them. But Aliwatawanyisha, that was not the will of God. lakini hayo hayakuwa That was mapenzi ya not the Mungu. intention of God from the beginning. Hayo hayakuwa makusudi ya Mungu tangu mwanzo. Hallelujah. Hallelujah. God chose them Mungu so aliwachagua that He could have worked with them. ili kwamba atembee nao, Hallelujah. And through them, na kupitia wao He will glorify
glorify his name. atalitukuza jina He will lake, glorify his holiness. atatukuza And his utukufu great wake, name will be seen na jina lake through litaonekana the Israelites. kupitia wana wa Israeli. That is the same with the church. Hiyo ni sawasawa na kanisa That pia. is the same with you. Hiyo ni sawasawa na That is the wewe. same with us. Hiyo ni sawasawa na kwetu. Hallelujah. Hallelujah. Tunakwenda wote kanisa. Are we going together, church? Kwa hiyo tunasema a new beginning. So I'm saying mwanzo mpya. Mwaka huu 2025. In this year of 2025, tunapoanza, when we are beginning, kabla haya maombi, before these prayers, ingia kwenye haya maombi, enter into these kwa prayers, kuwa na new beginning wakuwa na mwanzo of mpya relationship with na God. mahusiano na Mungu. Not only relationship, Sio tu mahusiano, fellowship with God. ushirika na Mungu. Decide to maintain your relationship. Amua kutunza mahusiano yako. Hallelujah. Hallelujah. Decide Amua kuimarisha mahusiano to yako. strengthen that relationship. Amua Decide kuendeleza mahusiano to yako. keep on going on with that relationship. Amua Decide to build your relationship. kujenga mahusiano yako. Amen. Amen. That is a new beginning. Hiyo ni mwanzo mpya. That is a new beginning. Huo ni mwanzo mpya. Hallelujah. 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 And there is no new beginning Na hakuna mwanzo if there mpya are no changes. kama hakuna You mabadiliko. have to change. Lazima I have to ubadilike. change. Inabidi We have to nibadilike. change. Inabidi tubadilike. Ndio maana akasema kwenye ile, usoma ile mistari miwili ya mwisho uliosoma. Mstari wa 20, nao walipoyafikiria mataifa yale waliyoyaendea, Ndiyo. walilitia unajis jina langu takatifu. Walilitia unajisi jina lake. His name. The way they lived, Namna ambavyo walikuwa wakiishi. the way they acted, Namna ambavyo walikuwa it wakitenda. was not what God intended for Haikuwa them. vile ambavyo Mungu alikusudia kwa ajili So yao. they profaned the name of God. Kwa hiyo walinajisi jina la Bwana. Instead of glorification of the name of God through them, Badala ya kutukuza jina la Mungu kupitia wao, the name of the Lord jina la Mungu was profaned. lilikuwa likinajisiwa. God didn't get glory. Mungu hakupata utukufu. God didn't get honor. Mungu hakupata heshima. Na akasemaje? Watu wakasemaje? Kwa kuwa watu waliwanena wakisema, Watu waliwanena. People spoke about them. watu hawa ni watu wa Bwana, nao wametoka katika nchi yake. Lakini But naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu. Aha, sasa watu yani wakawapeza. people provoked them. Watu wakasema watu wameachwa na Bwana. People say that these people are being left by God. Asema huyo Mungu jamani tulimsikia. We heard about this God Aliwaleta kutoka Misri. that had brought them from Kwa Egypt mkono wenye nguvu. by the powerful hands. Imekuwaje sasa? What has happened? Mbona maisha yao yako vile? Why are their lives this way? Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu ya agano. Because of the covenant, Kwa sababu ya neema. because of the grace, Mungu akasema hapana. God said no. Hawa humiliated, Kama wakiaibishwa, mimi naibishwa. I am being humiliated. He remembered his covenant. Alikumbuka agano lake. God of grace Mungu wa neema and God of mercies. na Mungu wa rehema. Akafanya nini? Endelea kusoma. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Ndio. Kwa hiyo nawaambieni nyumba ya Israeli, Anawaambia sasa, anazungumza na Now he's speaking to them. Bwana Mungu asema hivi, sitendi hili kwa ajili yenu, sitendi hivi kwa ajili yenu. I'm not doing this for you, nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu, mlilolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Nami nitalitakasa jina langu kuu, lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi kati yao,
nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Rudia tena kwanza huko, alafu ndiko nani? Repeat again. Mstari wa 21. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israel walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Kwa hiyo mwambieni nyumba ya Israel, Bwana Mungu asema hivi, sitendi hili kwa ajili yenu, nyumba ya Israel, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mliolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Amen. It was the intention of God, as I've said, Ilikuwa ni makusudi ya Mungu kama to nilivyosema, reveal his greatness, kufunua ukuu to wake, reveal his holiness. kufunua utukufu wake. That was the intention of God. Hayo yalikuwa makusudio ya That was the Mungu. will of God. Hayo yalikuwa mapenzi ya to the Mungu Israelites. kwa wana wa Israel. Ndio maana akawachagua. That's why he chose them. Akawatofautisha na watu He wengine. distinguished them from other people. Ndivyo ilivyo kwetu. That is how it is to Ndivyo us. ilivyo kwa watu wake. That is how it is to his Ndivyo people. ilivyo kwa kanisa. That is how it is to the Ndivyo church. ilivyo kwako. That is how it is to Kusudi you. la Mungu kukuokoa. The intention of God to Kusudi la save Mungu you. kukuchagua. The purpose of God to choose Kusudi la you. Mungu kutuokoa. The purpose of God to Ni save us kupitia sisi. is that through us, Mungu aonekane duniani. God to be seen in the world. Mungu aonekane kupitia maisha yako. God to be seen through your Mungu life. aonekane kupitia maisha yangu. God to be seen through my Mungu life. aonekane kupitia kanisa lake. God to be seen through his church. Hayo ndio makusudi ya Mungu. That is the intention of God. Tunazungumza, mwambie jirani yako, a new beginning. Tell your neighbor mwanzo mpya. Nikupe swali la kiuzushi. Let me give you a question. How did you live last year? Uliishije mwaka jana? Hilo ni swali la kiuzushi. That is a question. La kila mtu ajibu mwenyewe. And everyone should answer by themselves. Hebu tafakari tu. Just think. Hatujafika. We have not yet reached there. Amen. Amen. Hatujafika. We have not yet reached. Ni maisha yanayoendelea. It is the life that Lakini continues. nataka nikuulize. But I want to ask Nataka you. nikupe changamoto. I want to give you a challenge. Huwezi kuidanganya nafsi yako. You cannot deceive Huwezi yourself. kudanganya moyo wako. You cannot deceive your heart. Mwambie jirani yako. Tell your neighbor. Uliishije mwaka jana? How did you live last year? Muulize tena. Ask them again. Mwambie maisha yako yalimtukuza Mungu. Did your life glorify God? Mwambie ukuu wa Mungu ulionekana kwenye maisha Did yako. the greatness of God be revealed in your life? Uliishije mahali pa kazi? How did you live in your working place? Uliishije kwenye biashara yako? How did you live in your business? Katika kila eneo. In every area. Tuliishije? How did we live? We want to have a new beginning. Tunataka tuwe na mwanzo Mwambie mpya. jirani yako, a new beginning. Tell your neighbor mwanzo mpya. Mwambie a new beginning. Tell them mwanzo mpya. Jamani, mmenuna hivyo ni kwa sababu ya mkesho, na kwa sababu ya mfungo. Mwambie jirani yako a new beginning. Tell your neighbor mwanzo mpya. Katika maombi haya, In these prayers, ili yasikilizwe, so that they can be ili heard, tupokee majibu. so that we may receive answers. A new beginning. Mwanzo mpya. Nikasema there is no new beginning I said hakuna mwanzo if there are mpya no changes. pasipo mabadiliko. Lazima tuamue kubadilika. We have to decide to change. Lazima tuamue kubadilika. We have to decide to change. Mwambie jirani yako, lazima uamue kubadilika. A very simple message. Tell your neighbor you have to decide to change. Ujumbe mwepesi sana. How? Kiaje? Number one, Namba a moja, change of the heart. mabadiliko ya moyo. A change of the heart. Mabadiliko ya moyo. Na tuko kwenye toba And we are in repentance kuanzia jana, since yesterday, leo today, na kesho. and tomorrow. But it must be a really
repentance. lakini inatakiwa iwe toba ya kweli. And a real repentance Na toba ya kweli is a turning away ni kugeuka from every sinful way of life kutoka katika kila njia ya dhambi and from everything that you know doesn't honor God. na kila kitu ambacho unajua hakimpi Mungu heshima. That is repentance. Huko ndiko kutubu. A change of the heart. Mabadiliko ya moyo. A change of the heart. Mabadiliko ya moyo. A really turn away. Kugeuka kwa kweli kweli. A really turn away Kugeuka kwa kweli kweli. from any life we are living Kutoka katika kila maisha ambayo which is tunaishi not according to the will of God. ambayo hayaenendi sawa sana Which mapenzi does ya not, Mungu, glorify God. ambayo hayampi Mungu utukufu. You live, Unaishi, you make a turn away. unageuka. Jamani, sisi si kama kule tulikotoka. We are not as the way we were there. Walokole wamefikia hapo. The saved people have reached that point. Haipasi kufikia hapo. You should not go there. Tumeokolewa kwa We have been neema, saved by grace, lakini neema haituambii tuendelee kuishi kwenye dhambi. but the grace does not tell us to keep on living in a sinful way. Maana yake toba Because ni repentance kugeuka. is to turn away. A change of the heart. Kubadilika moyo. And if there is true change of the heart, Na kama kukiwa na mabadiliko ya kweli ya moyo, then results will be seen from even in outside. matokeo yataonekana hata nje. Amen. Amen. Tumekuwa kama kule tulikotoka. We have been living as the way we were Tunakwenda there. kwenye kuungama kila Ijumaa. You're going to repent every Friday. Tunakwenda kuungama kila Jumamosi. We're going to repent every Saturday Ya kwamba natubu. that I'm repenting. Niliiba mara 3. I stole 3 times. Na sisi tulivyokuwa wadogo nasema niliiba sukari. And when we were children, we say that we stole sugar. Niliiba sukari, nilimtukana rafiki yangu sijui I mara cursed ngapi. my friend, I don't know how many Na times. kuhani anasikiliza. And the priest is just listening. Alafu anakuambia nenda sijui ukasali mara ngapi. And then he tells you to go and pray, I don't know how many Unarudi tena times. Jumamosi And you inayokuja. return another Saturday. Nilimtukana rafiki yangu tena nilipa cursed- tena sukari ya mama. And then I stole sugar from mom. Jamani, kweli na walokole tumefikia huko. Have you reached Watu there? tuliokolewa kwa damu ya Yesu tumefikia huko. The people who are saved by the blood of Jesus, have we have reached there? No, Hapana, hapana. no, no, Hapana. no. Mwambie jirani yako hatujafikia huko. Tell your neighbor we have not reached there. Mwambie jirani yako hatujafikia huko na wala hatupaswi kurudi huko. Tell your neighbor we have not reached there and we should not return there. Amen. Amen. Paulo akasema Paul said, na mambo yanayotendeka kwenu hata mataifa hawayafanyi. and the things that are being done to you, even the Haipasi kuwa Gentiles do not hivyo do so. ndani ya kanisa la Bwana. It shouldn't be that way in the church of the Lord. Dhambi ni dhambi. Sin is sin. Today, Leo, decide to change. amua kubadilika. Decide to change. Amua kubadilika. Hatutaki tena kusikia. We do not want to hear. Tumechoka. We are tired. Tumechoka kusikia. We are tired to Si hear fulani anafanya hivi. that someone is doing Fulani this. kafanya hivi. Someone has done this. Repentance. Kutubu. A change of the heart. Kubadilika kwa moyo. The attitude of the heart. Mtazamo wa moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Kanisa mnanisikia? Do you hear me, church? Wana wa Mungu Children mnanisikia? of God, do you hear me? That is a new beginning. Huo ndio mwanzo mpya. Haiwezekani tunafunga na kuomba It's not possible that we are fasting and praying halafu mioyo and haijabadilika. our hearts do not change. Lazima tubadilike mioyo. We must change in our hearts. Fanya tathmini. Just do your self-evaluation. Jihoji. Ask yourself.
kuna nini ndani ya moyo wako What is in your heart kimekuwepo muda mrefu that have been there for so long hakina mabadiliko? and it has no Ni change? kiburi? Is it Ni pride? kujiinua? Is it to boost Ni yourself? hasira? Is it anger? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wengine wana viburi vya kutisha. Others have pride. Yaani mtu akizungumza naye, When someone speaks ni to him, mkubwa anazungumza naye, an elder person ni mme speaks to wake him, anazungumza a naye, husband is speaking to lazima her, amjibu. she or he must answer. Umeshindwa. You have been failed. Umeshindwa. You have failed. Change. Badilika. Change. Badilika. Kama mme wako akizungumza na wewe, If your husband Mama, speaks to you, mnanisikia? do you hear me, women? na wewe lazima ujibizane na mme wako. And that you must answer him everything. You have a pride heart. Una kiburi, una moyo wenye kiburi. Kama bosi wako anazungumza na wewe, If your boss speaks to you lazima unasikia umjibu. and you feel like answering Kama him, mzazi wako anazungumza na wewe mtoto, if your parent is speaking to you, lazima child, umjibu. and you must answer him, decide to change. amua A new kubadilika. beginning. Mwanzo mpya. A new beginning. Mwanzo mpya. A new beginning. Mwanzo mpya. I say a new beginning. Nasema mwanzo mpya. Hallelujah. Hallelujah. Viko vitu vingi. There are a lot of things. Kila mtu hapa ni shahidi. Everyone here is a witness. Kila mtu hapa ni shahidi. Everyone here is a witness. Jihoji. Ask yourself. Tunataka tuwe na new beginning. We want to have mwanzo Na tuwe na mpya toba ya kweli. and to have a true repentance. Mungu alipotaka kuwa na new beginning When God wanted to have a new beginning na Yakobo, with Jacob, wakati amemwambia atoke kwa mjomba wake, at the time when he told him to come from his nenda uncle, Betheli, go to Bethel, mahali pale ulipoweka agano na a mimi, place where you had a covenant with me, ukasema ukiwa pamoja nami Mungu, and said that when you'll be together with me, God, ukanifanikisha katika safari yangu, you'll prosper me in my journey, ukanipa chakula, and you gave me food, ukanivisha, and you fed me, na ukanirudisha salama, and you made me return safely. nitakutolea zaka. I will give you tithe, Maanake pale palikuwa na madhabahu because that was ambayo there was babu an yake altar aliijenga, that he built, Ibrahim babake aliijenga, that Ibrahim built, na Mungu alivyomfanikisha, and when God prospered na him, wakati wa kukaa kwa Labani ukatimia, and at the time to live at Laban was akamwambia filled, ondoka, he told him, leave, nenda, there is a new beginning go, now kuna mwanzo mpya with your sasa life. na maisha yako. I want to change you Nataka from nikubadilishe Jacob kutoka kuwa Yakobo to Israel. kuwa Israel. That was a new beginning. Huo ulikuwa mwanzo mpya, But there are other things lakini kuna mambo mengine which God ambayo Mungu commanded alimwamuru Jacob to do. alimwamuru Yakobo Na Yakobo kufanya. akasema, And Jacob said, Genesis 35 Mwanzo verses 1 and 35 2. mstari wa kwanza na wa pili, Inasema, Mungu akamwambia Yakobo, Lete hapo basi na uandike hapo pia. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, Bado hajambadilisha kuwa he has Israel. not yet changed him to be Lakini Israel, kabla ya kuwa na new but beginning, before ya kuwa na there mwanzo was a mpya change he has to make. ilikuwa kuna mabadiliko inabidi ayafanye. ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, Ndiyo. yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni. Ondoeni miungu Remove idols migeni. that are foreign, Manake alikuwa amekaa kule kwa Laban kwa muda mrefu. because he stayed at Laban's place for Na so wake long, zake walikuwa ni watoto wa and Laban. his wives were the children Na of Laban Laban, alikuwa ni mganga wa and kienyeji. Laban was a witch doctor. Alikuwa ni mpagani. He was a pagan. Ndio maana alimwambia, That's why he told him, nimeona kwa pepo la utambuzi kwamba Mungu amenifanikisha I've seen that God has kwa prospered sababu me ya wewe Yakobo. because of you, Jacob. Kwa hiyo alikuwa mfahamu Mungu. So he did not know God. Kwa hiyo mabinti zake walikuwa mjui Mungu. So his daughters did not know God. Na Yakobo kwa muda aliokaa huko And Jacob, for the time that he lived ni there, kwa sababu ya agano tu la Mungu. it's because of the covenant with God.
lakini kwa maana Mungu alikuwa na agano naye But because God had a na covenant with alikuwa him, anataka mbadilishe and he wanted to change him awe ni to Israel, be Israel, azae watoto 12. to bear 12 children. Hallelujah. Hallelujah. Akamwambia, kabla sijawa na mwanzo mpya na He told him, wewe, before I have a new kwenye beginning with madhabahu you, yangu utakayojenga, in the altar that you will build, waambie watu wa nyumbani mwako watoe miungu migeni yote. tell the people in your house to remove all Asema, foreign gods. purify yourself Jisafisheni, and jitakaseni change your clothes. na badilisheni mavazi yenu. Change your clothes ilikuwa inamaanisha agano la kale kwa agano jipya. Kubadilisha Ni maana mavazi, change of the heart. it means mabadiliko ya moyo. Amen. 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 Na unajua kilichotokea? And you know what happened? Raheli akaficha wale miungu. Rachel hid those Maana gods yake alikuwa ametoka na miungu kwa baba yake. because she had left with the gods from Na her hata father's house. alipowaambia, Raheli inaonyesha hakutoa ile miungu. And even when he told them, Rachel did not give her those gods. Na She ndio hid maana them. ukienda tu hiyo sura 35, And that's when you go to that chapter alipokuwa 35, anazaa when she was giving birth, akafa. she died. Lakini ilikuwa si makusudi ya Mungu Rachel afe. But it was not the purpose of God, Rachel, to Alikataa die. kuwa na new beginning. She refused to have a new Alikataa beginning. kubadilika. She refused to change. Unaweza usife kimwili, You may not die lakini fleshly, ukafa kiroho. but die spiritually. Watu wengi leo wako makanisani A lot ya of kiroho, people, wamekufa kiroho. they are in church Kwa and they have maana died hawana spiritually mabadiliko. because they do not have a Usipokuwa na change. mabadiliko ya kiroho, When you don't na have spiritual ukaimarisha change mahusiano yako na Mungu, and strengthen your relationship with God, unakufa kiroho. you die spiritually. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. And let down to take the Israelites from slavery. God intended Mungu alikusudia to display his power, kuonyesha nguvu to do zake, signs and wonders kufanya ishara na through maajabu Moses kupitia and through Musa the Israelites. na kupitia wana wa Israel. Na Mungu akamwambia sasa, Israelites. alikuwa ni Midian, He was a Midianite. alikuwa mjui Mungu, He did not know God. na Musa akaondoka And Moses left na mke wake. with his wife. Kisoma katika kile kitabu cha Exodus Let us read from the book of Kutoka. 4, Kutoka sura ya 4 24 to 26. mstari wa 24 na mpaka 26. Sema, ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumua. Akataka He kumua, wanted to kill him. akataka kumua Moses. He wanted to kill Kwa Moses. nini atake kumua Moses? Why did he want to kill Kwa Moses? sababu Mungu alitaka a change. Because God wanted He mabadiliko. wanted Moses to have a new beginning, Alitaka Musa awe na mwanzo mpya, lakini hakutaka kubadilika. lakini he did not want to change. Akaendelea. Ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe, kwa ajili ya kutahiri. Endelea. Bwana akamwambia Haruni, nenda Akapona. Musa He was alikuwa healed. ghafla. Moses got sick Na suddenly. Biblia inasema alikuwa katika hali ya kufa. And the Bible says he was in a deadly Kumbe situation. Musa alizoea. Moses was familiar. Hakujua kama kuna a new beginning. He did not know kwamba kuna mwanzo mpya. Akaacha kumtahiri mtoto. He did not circumcise the child. Yeye alitahiriwa, He was circumcised, lakini ilikuwa kawaida kwa watu wote, wana wote wa kiume wa Israeli but it watahiriwe. was the custom of all the sons of Israel to be circumcised. Hebu soma katika kile kitabu cha Deuteronomy, Soma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 6. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako Atautahiri moyo He wako will circumcise your heart na moyo wa uzao wako, na moyo wa uzao wako. ili umpende Bwana Mungu wako. Kutahiri ilikuwa To circumcise was
from outside kutoka to nje the Israelites kwa wana wa Israel was a change of heart inwards. ilikuwa ni mabadiliko ya moyo ndani. Sawa wapendwa? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Lakini akajua alichokosea. But he knew where he Mke did wake, wrong. na nafikiri And I think Musa, roho wa Mungu alikuwa anamkumbusha the Spirit of God was reminding kila siku, Moses tahiri huyu every day, mtoto, circumcise this child. tahiri mtoto. Circumcise this child. Alikuwa anajua. He knew. Alikuwa sio kwamba Musa alikuwa It's ajui. not that Moses did not know. Ni sawa sawa na sisi tunavyojua. It's like us, the way we Na wewe know. jinsi unavyojua. And that's the way you Kuna know. vitu Mungu anakuambia kila siku. There are things that God tells Kuna you roho daily. Mungu anakushuhudia hata ukikaa mwenyewe. There's a Spirit of God tells you daily. Badilika. Change. Badilika hiki Change. kitu. Change this thing. Badilika hiki kitu. Change this thing. Lakini tunapuuzia. And we just ignore. Unapuuzia. We are just ignoring. Tunapuuzia. We are ignoring. Hallelujah. Hallelujah. Lakini siku hiyo akabanwa. But that day he was tightened on the Na corner. ashukuriwe Mungu, Zipora alikuwa na ujasiri. And thank be to God because Zipporah had a confidence. Na nafikiri aliyemzuia zaidi ni Zipora. And I think the one who stopped him was Zipporah. Manake Zipora yeye alikuwa juu ya agano la Mungu na Israeli. Because Zipporah did not know the covenant of God with the Lakini Israelites. siku hiyo Zipora ikabidi But that day Zipporah had amtahiri mtoto wake. to circumcise her child. Ndipo hapo Musa akapona. That's when Moses was healed. Mwambie jirani yako a new beginning. Tell your neighbor mwanzo mpya. Mwambie change. Mwambie mabadiliko. Mwambie change. Mwambie badilika. Change. Mwambie Badilika. jirani yako, jamani mimi nataka Tell your tuhubiri wote neighbor, I want pamoja. us to preach together. Nataka tuhubiri wote pamoja. I want us to preach Mbona together. mwambieni hapa ndugu Why aren't you zangu? telling each Mwambie other? tubadilike. Tell them, let us change. Mwambie unajua ni kitu gani cha kubadilika. You know what to change. Kila mtu hapa anajua. Everyone knows. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akasema God said kwa kumalizia. by finishing. Sisi tutamalizia wiki ijayo sijui. I don't know if we wind up next year, I don't know. Mungu akasema kwenye ile Ezekiel. God said in Ezekiel, Akasema nitawatakasa. He said, I will sanctify them. Nitawapa, endelea hapo binti yangu. Ezekiel sura ya 36 kuanzia mstari wa 24 23 inasema, nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa, mlilolitia unajisi kati yao. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Amen. Endelea. Maana nitawatwaa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote, na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, Ndiyo. nanyi mtakuwa safi. Eh. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote, na vinyago vyenu vyote. Ndiyo. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, Moyo mpya. A new heart. nami nitatia roho mpya ndani yenu. Ndiyo. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, Ndiyo. na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Nanyi Amen. Amen. Kazi ya Mungu. The work of God. Nasema He said, nitawapa moyo I mpya. will give you a new heart. If you decide to change, Kama ukiamua kubadilika, God will give us a new heart. Mungu atatupa mioyo mipya. He will put a new spirit. Ataweka roho mpya. His Holy Spirit. Roho wake mtakatifu. Anasema huyu Roho He's Mtakatifu saying that this Holy Spirit atatusababisha will make us tutembee katika njia zake. to walk in His ways, Tutembee katika agano to lake. walk in His covenant. Na tutaona Mungu akijibu maombi And we yetu. will see God answering our prayers. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na kupitia sisi And through us, Mungu atajitukuza. God will glorify Himself. God will manifest himself Mungu atajidhihirisha through your life. kupitia maisha yako. If there is a new beginning. Kama kuna mwanzo mpya. And God Na Mungu will honor himself atafanya aheshimiwe
through your life, kupitia maisha yako, if we have a new beginning. kama tukiwa na mwanzo mpya. Anasema anaondoa moyo mgumu. It says he removes the A stony change heart. of heart. Mabadiliko ya moyo. So God wants us to change. Kwa hiyo Mungu anataka From tubadilike inside. kutoka ndani. God wants changes Mungu anataka mabadiliko for his people. kwa ajili ya watu For his wake, children. kwa ajili ya watoto And these wake. changes Na haya mabadiliko are from inside. ni ya kutoka ndani. A change of the heart. Mabadiliko ya moyo. A change of the heart Mabadiliko ya moyo will result in the change of our character. yataleta matokeo ya mabadiliko ya tabia zetu. Will result a change in our behavior. Yatafanya mabadiliko ya tabia zetu. We shall be a light to the nations. Tutakuwa nuru kwa mataifa. We shall be salt. Tutakuwa chumvi. People will see our light. Watu wataona nuru yetu. And they will come to God Na watakuja kwa Mungu through us. kupitia sisi. Are you ready for a new beginning? Uko tayari kwa mwanzo mpya? Church, are you ready for a new beginning? Kanisa, uko tayari kwa mwanzo mpya? If you are ready for a new beginning, just raise up your hand. Kama uko tayari kwa mwanzo mpya, inua tu mkono wako. Mwambie Mungu. Tell God. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema Just say these Bwana, words. Bwana, niko tayari niko tayari kwa mwanzo mpya. kwa mwanzo mpya. Amen. Amen. Stand wherever you are. Simama pale ulipo. Wanataka tuendelee lakini ngoja tuachie hapo. I wanted us to proceed, but let us end there. Nataka uimbe ule wimbo wa nifinyange. I want us to sing that song of Nifinyange. Nifinyange. Na kama ulikuwa unaona maisha yako. And if you are seeing that your life, Nifinyange. Nifinyange. Amen. amen. Are we ready for that song? Tuko tayari kwa wimbo huo. Are you ready? Just surrender. Jiachilie tu kwa Mungu. Mwambie Mungu, I am ready. Mwambie Mungu niko tayari. Na kama unaona kweli unahitaji badiliko. And if you see that you Na hilo truly need a badiliko huwezi change, kulipata mwenyewe. and you cannot get that change by Unahitaji yourself, msaada wa madhabahu. and you need the help of the altar, Njoo mbele. just come forward. Are you ready? Uko tayari? Come to the front. Njoo mbele. Tazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, nifanye kama wewe, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, wakinitazama, tazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, wakinitazama, tazama wakuone wewe unifinyange, wakinitazama, Sikusikia unapoimba. unifinyange, nifinyange, wakinitazama, wakuone wewe
nifanye kama nataka wimbo nifinyange nifanye kama wewe unifinyange Bwana unifanye upya moyo wangu wakinitazama wakuone unifinyange. Wewe uliyekuja hapa mbele, You who have come in front, tafuata maneno haya nyuma yangu. you follow my words. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako sikia neno. ya kwamba unataka kwa mwanzo mpya na maisha yangu. Ninakiri ya kwamba maisha yangu na uhusiano wangu haujawa mzuri, na niko mbele za madhabahu yako, na ahidi nitatembea na wewe. Nibadilishe, niko tayari, unibadilishe. Niko tayari, unibadilishe. Ninaziacha njia zangu ambazo hazikupendezi, nitaifuata njia yako na maagizo yako. Nitaishi kwa kanuni zako, katika jina la Yesu. Naomba wachungaji wetu waweke mikono. Pastors, we can lay our hands on them. Naomba wimbo mwingine, Can I have tunaimba another taratibu song? taratibu We sing wakati slowly tunawaombe. when we are praying for them. Kila kitu kwangu Yahweh, Yahweh. In the name of Jesus, mwanzo mpya kwenye maisha yako. Bwana, Ulisema kwa wana wa Israeli, you say to Israelites, you will sanctify them. You give them a new heart. Give her a new heart. She's ready. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Receive a new heart. Receive a new heart. In the name of Jesus. Your heart will be sanctified. Your life should be changed. In the name of Jesus. May your hand be upon your servant. May your hand be upon your servant who wants to keep on knowing you. He wants to keep on knowing you. His life should be strengthened. Let it be so. Receive change of heart and receive healing in your body. In the name of Jesus. Pokea moyo mpya. May God give you a new heart. May the Lord circumcise your heart. May the Lord circumcise your heart. May the Lord give you a new heart. And let there be a new beginning in your life. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. May the Lord give you a new heart. Receive the circumcision of your heart, as the way he did to Israel, a new heart. Receive a new heart to love him. Receive change in your life. And there be a new beginning of your life. In the name of Jesus. Receive a new heart. May the Lord give you a new heart. Be sanctified. Your heart. May sanctify your heart. In the name of Jesus. May He give you a new heart
chache hizi I want for these few minutes, kwa dakika 5 for 5 minutes, tuombe wote kwa to pamoja. pray all together. Naomba simama pale ulipo You may stand wherever you are kwa ajili ya hili neno. for this word. Sema maneno haya nyuma yangu. Say these words after me. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimelisikia nimelisikia neno lako neno lako ya kwamba unataka kuwa na mwanzo mpya kuwa na mwanzo mpya wa maisha yangu. wa maisha yangu, Lakini unachotaka kwangu lakini unachotaka kwangu ni mimi ni nibadilike. mimi nibadilike, Na badiliko na badiliko linaanzia ndani ya moyo wangu. linaanzia ndani ya moyo wangu. Ninakusihi, Ninakusihi, nipe moyo mpya, nipe moyo mpya, unitakase unitakase kama ulivyomtakasa Israeli. kama ulivyomtakasa Israeli, Ukanitakase, ukanitakase, ukanitakase. ukanitakase. Takasa moyo wangu, Takasa moyo wangu, takasa hisia zangu, takasa hisia zangu, takasa mawazo yangu, takasa mawazo yangu, takasa takasa maisha yangu yote, maisha yangu yote, ukanisafishe nikawe safi, nikawe safi, ukanipe moyo mpya. ukanipe moyo mpya. Napokea moyo mpya, Napokea moyo mpya. nimeamua Nimeamua kubadilika. kubadilika. 2025 2025, kila ambalo kila ambalo lilikuwa likutukuzi lilikuwa likutukuza kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, Baba, ninaomba Baba, ninaomba ukanisamehe, ukanisamehe, nikaishi maisha nikaishi ya maisha kukutukuza ya wewe, kukutukuza wewe, kwa kunipa kwa mabadiliko. kunipa mabadiliko. Napokea mabadiliko, Napokea mabadiliko. nibadilishe, Nibadilishe, nitahiri, nitahiri, tahiri moyo wangu. tahiri moyo wangu. Ninakataa Ninakataa moyo wa kijiwe, moyo wa kijiwe, ninakataa ninakataa moyo mgumu, moyo mgumu, ninakataa ninakataa roho ya kujihesabia haki, roho ya kujihesabia haki, ninakataa ninakataa kila moyo wa kijiwe kila moyo wa kijiwe usiokubali neno la Mungu. usiokubali neno la Mungu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nisaidie nisaidie niwe tayari niwe tayari kwa uongozi kwa wako. uongozi wako. Unaponishauri Unaponishauri nikakubaliane na wewe, nikakubaliane na wewe, unaponiongoza unaponiongoza nikakubali nikakubali uongozi wako, uongozi wako, katika jina la Yesu, katika jina la katika Yesu, jina la Yesu. katika jina la Yesu. Anza kuomba mwenyewe, omba mwenyewe, Just pray for yourself. omba mwenyewe. Pray for yourself. Sikusikii I unaomba cannot hear you pray kabla sijakuombea. before I pray for you. Unataka mwanzo mpya, You want a new lakini beginning, hakuwezi kuwa na mwanzo mpya but you Bwana. cannot have a new beginning, Lord. Unataka tubadilike, You want us to change. badiliko lianze ndani ya mioyo The change yetu. should start from our hearts. Baba, tuko tayari, Father, we are ready. tairi mioyo yetu, Circumcise our ondoa hearts. kila moyo wa kijiwe, Remove every stony ondoa heart. moyo wa kila mgumu Remove every hard heart usiokubali that does not mabadiliko. accept change. Nimeamua kubadilika, I've decided to change. nimeamua I've kubadilika, decided to change. naacha njia I mbaya, leave every evil way. ninakataa I refuse roho ya the kiburi, spirit of pride. ninakataa I refuse roho ya the mazoea spirit of familiarity kwenye wokovu, in salvation. ninakataa I refuse roho ya the mazoea spirit of familiarity katika mahusiano yangu, in my relationship na wewe. with you. ninakataa I refuse roho ya the mazoea spirit of familiarity katika kutoa, in giving. ninakataa I refuse roho ya the mazoea spirit of katika familiarity kuifanya kazi in yako. doing your work. Niko I tayari, am ready. anza upya na mimi, Start afresh with me. nibadilishe, Change me. tahiri moyo wangu, Circumcise my tahiri heart. moyo wangu, Circumcise my niko heart. I tayari, am ready. niko I tayari, am ready. nitakase, Sanctify me. nisafishe, Clean me. nipe moyo mpya Give me a new kama heart. ulivyompa As the Israeli, way you gave to Moyo Israel. mpya. A new heart. nipe moyo mpya, Give me a new heart. Roho mpya, A new na heart. Roho yako And Mtakatifu your Holy akawe Spirit ndani yangu, to be inside me. atakayenisababisha That will make me nitembee walk katika mapenzi in your yako, will. nitembee Walk katika makusudi in your yako, purpose. nitembee That I should walk na maisha yangu in my ya life kutukuza to wewe, glorify na
impact watu wengine to other people ninaoishi nao, who I live with, wanaoniangalia. those who look at Baba, me. ninakubariki. Father, I bless Baba, you. ninakutukuza. Father, I Kwa glorify maana you umesikia. because you have Tuko heard. tayari We are ready kwa mwanzo for mpya. a new Fanya beginning. jambo jipya Do something kwa new kanisa lako to your la church chuo cha of manabii. Chuo cha Fanya Manabii. jambo Do jipya something kwa new kila mmoja to wetu. each and every one of us. Rabasaka, rabasaka. Rabasaka, rabasaka. Rabasoko roboseke. Rabasoko robosheke. Rabasoko robosheke. Rabasoko robosheke. Rabasoko robosheke. Rabasoko robosheke. Robosoko robosheke. Rabasoko robosheke. Rabasoko robosheke. In the name of Jesus. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Katika jina la Let Yesu. there be a new beginning Acha kuwe na mwanzo in your mpya life kwenye maisha with yako God. na Mungu. 2025. Let there 2025 be a new acha beginning kuwe na mwanzo in mpya every area katika kila your eneo life. la maisha with yako, your walk with God. katika kutembea kwako In na your working Mungu, place. mahali pako pa In your kazi, business. katika biashara, In ministry. katika huduma, In worship. katika Let kuabudu. there be a new Acha beginning kuwe na mwanzo in mpya your family. kwenye familia In your yako, marriage. kwenye ndoa in yako, whatever katika chochote area of your life. katika maisha Let there yako. be a new Acha beginning. kuwe na mwanzo mpya And let there be na acha kuwe manifestation na of God's udhihirisho glory wa utukufu wa Mungu in your life. kwenye maisha yako. 2025. Katika 2025 jina la Baba katika jina, in the name na of la the Mwana, Father and the na Son la Roho Mtakatifu. and the Holy Na mtu Spirit. mmoja aseme amen. And one person say amen. Na Mungu akubariki. And may God bless you. Naweza ukakaa. You may take your seat. Huo ulikuwa ni msingi mzuri That was a good kwa foundation maombi yetu. of our prayers. Na tumebadilika kabisa. And we have truly changed. Mwambie jirani yako Tell your nimebadilika. neighbor, I have changed. Nimeanza upya. I've started Na afresh. Mungu atasikia maombi And yetu. God will hear our prayers. Mungu alikuwa anatupa instructions. God was giving us Mungu maelekezo. alikuwa anatupa principles. God was giving us kanuni Namna ya kutembea na yeye. on how to walk with Na Him. kama tunataka Mungu ajibu maombi And yetu. if you want Him to answer our Na prayers. Mungu abariki sana. And may God bless you so Jioni much. tutakutana. We'll meet here in the Na evening. itakuwa mapema And kabisa. it will be very early. Haitakuwa saa 10. It won't be 4. Itakuwa saa 10 kamili. It will be at 4 Kwa p.m. maana sharp. najua wengine hawataondoka. Because I know other people will not leave. Na siku zote ni saa 10:30 And every day it is at mpaka saa 4:30 12 up to na 6. kila siku ya Ijumaa And every Friday, kuanzia Ijumaa inayokuja from next Friday, tutakuwepo kuanzia saa 1 mpaka saa 5 we'll start here from 7 na p.m. to utakuwa 9. unaomba maombi yako And binafsi. you'll have your personal prayers. Lakini yale maombi yetu ya kawaida But our usual prayers, tutakwenda nayo we'll go together kwa with them umoja. in one. Usiombe vingine wakati sisi tunaomba. Do not pray for kwa other ujumla. things while Ni others will maombi pray ya in umoja. unity. It's a unity Twende prayer. kwa umoja. Let us go Ndio maana hiyo together. Jumamosi And that's why on Saturday, tumekuachia Ijumaa. Friday, we have tumekuachia left it for uombe. you, Kama for you to pray. Unakerekwa. If you have something Lakini inside. nataka nikuhakikishie But I kabisa want to assure ya kwamba you ukiwa mwaminifu that if you are na faithful afya yako kama inaruhusu and if your health is well ukafunga, and fast, utamsikia Mungu you will hear God na Mungu atakugusa. and God will touch you. Na nitoe tu wito, And let me give a ni calling. maombi kwa kanisa lote. It's the prayer for the whole church. Usijifiche. Do not hide yourself. Sasa utajificha, Mungu si anakuona. You hide yourself and God will see you. Amen. Amen. Yani eti usije ukajificha unazunguka chooni ama wapi. That you go to Yani the mpaka uende toilet ukanywe soda chooni, shida hizo jamani. Ama ni nyumbani, manake or unaona even at home. watoto watakuona. That children will see you. Unajifungia bafuni. You are hiding yourself in the bathroom Unakunywa soda. and you're drinking soda. Sasa mwambie jirani yako kabla watu hawajakuona. Tell your neighbor, before other people see you, Na God will hatufanyi hivyo see kwa you. ajili ya mtu. We are not doing that for a Tunafanya hivyo person. kwa ajili ya Mungu. We are doing this for Na kama God. afya yako haikuruhusu And kufunga, if your health is not well, hilo Mungu anajua. God knows that. Haleluya. Hallelujah. Na Mungu awabariki sana. And may God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Basi nimkaribishe pastor Let me welcome Pastor. kwa ajili ya Pastor Rugasira kwa ajili ya matoleo. Karibu.
Mpigie Bwana makofi kwa ajili ya neno. Amen. This is what we call